Na habari, karibu Maisha Maarifa, tujifunze ya leo. Na leo tutakuwa na topic ya kujifunza ambayo inajulikana kwa midlife crisis. Na midlife crisis ni nini? Inabidi tuweze kufahamu. Katika lugha ya Kiswahili inamaanisha ni msukosuko wa maisha ya kati au majuto ya maamuzi ya ulioyafanya kipindi cha nyuma. Asa midlife crisis huwakuta sana, huwakumba watu ambao wana umri kuanzia miaka 35 mpaka miaka 55. Sasa hii ni hali ya kisaikolojia ambayo humpata kila mtu katika umri huo, miaka 35 mpaka 55. Mfano, ukitimiza miaka 55 au katika umri ule wa uzee, watoto wako wamekuwa wakubwa, wameoa, wameolewa, umekuacha peke yako, pengine uko na mke wako tu, unajifeel mko wapweke sana na kuanza kuwakumbuka. Kwa nilikuta mpo kwenye midlife crisis, na tuangalie dalili kuu za midlife crisis ambayo binadamu hupitia katika vipindi tofauti. Dalili ya kwanza tunasema kujihisi huna mafanikio ya kutosha. Wakati mwingine unajipima mwenyewe na kujiona pengine sijatosheleka au sijajitosheleza zaidi katika hali ya kufanikiwa. Kwa hiyo utajiona kabisa ukiwa na hii hali, basi unapitia midlife crisis ukiwa na hii dalili. Namba 2 ni kutamani mabadiliko makubwa zaidi. Mfano, natamani kazi, natamani ndoa, natamani pia muonekano fulani, lakini vyote hivi unakuwa unavitamani kwa uharaka, au unatamani mabadiliko yake yatokee haraka. Mfano, kazi, natamani upate kazi kwa haraka zaidi. Ukiangalia umri umekwenda, pengine ndoa, natamani upate ndoa kwa haraka kwa sababu umri wako umekwenda pia. Kwa hiyo unajikuta na waza zaidi au unatamani zaidi. Hata mwingine muonekano, natamani kuwa na muonekano fulani ambao utawavutia watu, lakini katika umri huo inakuwa basi ni changamoto. Dalili ya 3 ni kujihisi mzee ghafla au kuogopa uzee. Wakati mwingine tupo katika ukuaji, tunakuwa tukiwa watoto, tukiwa vijana, lakini kuna umri unafika unaanza kuogopa kuwa mzee, unaogopa kuzeeka. Kwa hiyo ukijihisi hivyo, basi ni wazi kuwa unapitia midlife crisis, na especially katika umri wa miaka 35 mpaka 55. Watu wengi wanaogopa umri unavyozidi kwenda, wanaogopa. Ndio maana unaona hata vijana wengi wanaogopa hata vile kusema miaka yao halisi au walizaliwa mwaka gani. Dalili ya 4 ni msongo wa mawazo au huzuni ya ndani. Kujihisi kuwa na huzuni zaidi, kuwa na msongo wa mawazo mara kwa mara katika umri wa miaka 35 mpaka 55. Hii ni hali ya kawaida sababu unapitia kipindi tunakiita midlife crisis. Lakini pia kutaka kurudisha ujana. Kutaka kurudisha ujana ni vile, kwa maana unatamani kuwa kama kijana, unavaa kama vijana, na wakati mwingine unakuwa ni mtu wa kuanzisha mahusiano mara kwa mara. Mahusiano katika miaka 35 na kuendelea mpaka 55, unajikuta unaanzisha mahusiano, unaanzisha mengine, unayaua. Kwa ni wazi kuwa unapitia midlife crisis. Hizo ni dalili. Sasa tuangalie sababu zinazoweza kukuingiza au kukufanya ukapitia kipindi hichi. Sababu namba 1 tutasema kubadilika kwa majukumu ya kifamilia. Watoto kukua. Wakati mwingine watoto wanakuwa wakubwa, wanakuacha pengine nyumbani, kama ni mama au baba peke yako, unajikuta unapitia kipindi cha msongo wa mawazo katika huo umri ambao unatamani ulikuwa na watoto wako na waona wajukuu hapo, lakini unajikuta uko peke yako. Hivyo basi utajikuta unaipitia kwenye hali ya mawazo ya kisaikolojia ambayo tunasema ni midlife crisis. Lakini pia kukaribia kustaafu. Hiyo ni sababu ya 2. Kukaribia kustaafu maana yake unakuwa sasa wengine wanapitia hali ya majuto ya kuanza kuwaza, pengine kipindi nipo kazini sikufanya hichi, sikutimiza hichi, na mwisho wa siku ajikuta unaingia kwenye hali ya kihisia na mawazo zaidi.
na hiyo ni midlife crisis. Lakini pia kuona wenzako wamefanikiwa zaidi katika hicho kipindi ukilinganisha na wewe pengine ukufanikiwa, unajikuta unaingia kwenye hali ya msongo wa mawazo na kujikuta mpweke zaidi. Lakini kingine ni kifo au kuugua kwa wazazi au kuugua kwa wazazi. Kifo au kuugua kwa wazazi, wakati mwingine anaweza akafariki mtu wa karibu unayempenda, ambaye ulikuwa unamtegemea sana, kajikuta upo katika umri pengine kama wa miaka 50 na alikuwa anakusaidia, kajikuta unaingia kwenye msongo wa mawazo. Au mpenzi katika umri wa miaka 35 kuendelea, mke, kajikuta unaingia kwenye msongo wa mawazo. Lakini pia kulinganisha na maisha ya zamani au matarajio. Katika maisha pengine ulitegemea katika umri fulani nione nipo katika hali fulani ya mafanikio au level fulani, lakini unajikuta uko chini au hujasikia ile level. Utajikuta unaingia kwenye hali ya mawazo na kihisia na kuwa mtu wa huzuni. Kwa hiyo ni midlife crisis. Sasa tuangalie jinsi gani ya kukabiliana na hali hii. Mfano imekukumba, na hii nimesema ni kwamba hali inamkumba mtu yoyote katika umri huo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo katika maisha ya binadamu na ni vitu vya kawaida. Ukifika katika huo umri una uwezo ku experience. Sasa jinsi ya kukabiliana navyo ni kama ifuatavyo. Namba moja, jitambue na ukubali hisia zako. Bidi ujitambue wewe kama wewe, lakini pia ujikubali kwamba mimi nilipofikia hapa namshukuru Mungu, lakini kwa hichi nilicho nacho basi malizika na kuendelea kupambana kwa kile kidogo ambacho unacho kwa muda huo na una uwezo wa kuja kukizalisha zaidi. Lakini pia tafuta washauri wa kitaalamu ambao tunawaita counselor au psychologist kwa ajili ya kukushauri. Katika huo umri unataka kufanya maamuzi ya kununua kiwanja au kuoa, kuanzisha mahusiano mapya, ni vyema ukamtafuta mtu wa ushauri au mtaalamu wa saikolojia akakupa mawazo, kwa sababu katika huo umri watu wengi huwa wanakuwa na majuto. Unaweza ukaingia kwenye ndoa, baada ya muda ndoa ikavunjika, ukajikuta unaendelea kujuta zaidi, hivyo ukaja kujiongezea hisia zaidi na msongo wa mawazo. Lakini pia weka malengo mapya ya maisha. Usichoke katika huo umri, endelea kuweka malengo yako, waza vitu vipya, fanyie kazi, na pia weka juhudi. Vitafanikiwa na mwisho wa siku utajikuta umetoka katika hiyo hali ambayo tunasema midlife crisis. Lakini pia zungumza na watu unaowaamini. Ukiwa na mambo yako yanakusibu, basi na uwezo wa kuambia marafiki au rafiki unayemwamini, au ukamwelekeza naye akakupa ABC, ukajikuta umekaa sawa. Lakini pia jali afya yako ya mwili pamoja na akili. Kingine, epuka maamuzi ya haraka. Usifanye maamuzi ya haraka. Kama nilivyosema, unataka kufanya maamuzi, tafuta mshauri akushauri. Tafuta rafiki yako ambaye unamwamini, mwambie akushauri. Lakini pia tafakari mafanikio yako ya nyuma, hata kama ni madogo, ya tafakari na uweke juhudi zaidi kwa pale ambapo uliona umekwama, basi unaweza ukaongeza zaidi. Kingine ni kufanya kitu kipya. Hapa namaanisha ujifunze ujuzi mpya, weka skills mpya. Kama ulikuwa unatamani kujifunza kitu fulani, basi na kwenda unajifunza, unakuwa imara zaidi. Lakini wakati mwingine unaweza kufanya pia kazi za kujitolea, kusaidia watu, kuambatana na jamii vizuri katika shughuli mbalimbali. Hii itakujengea kuwa mtu mwenye fikra chanya na mawazo yaliyo thabiti zaidi, bila kuwa mtu mwenye msongo wa mawazo, majuto,
na mambo mengine ambayo yanaweza kaathiri akili yako pamoja na mwili wako kwa ujumla. Asante, karibu tuendelee kwa siku nyingine.